Ushawahi kujiuliza chini kabisa ya ardhi kuna nini? Wakati ukihesabu nyota, sayari, lakini hatukuwahi kuambiwa kiundani zaidi nini kipo chini ya miguu yako. Basi leo tuangalie shimo refu lililowahi kuchimbwa na binadamu. Je, walikutana na viumbe gani au maajabu gani? Utafiti huo ulianza mwaka 1970 ambapo kundi la wanasayansi kutoka Urusi waliamua kuchimba shimo hadi chini ya dunia ili wafike kwenye kiini cha dunia. Lakini ilikuwa tofauti kidogo na walivyotarajia. Mwanzoni kipindi wanaanza waliona jambo la kawaida, lakini walivyozidi kuchimba kuelekea chini, mambo yalianza kubadilika. Walipofika kina cha zaidi ya mita 12,000 ambao ni urefu zaidi ya mlima Everest, walianza kukutana na changamoto. Lakini bado walitaka kuendelea. Walivyozidi kuendelea, joto lilipanda kwa kasi ya ajabu. Hivyo baadhi ya mashine zilishindwa kufanya kazi. Vyuma vilipindana. Vifaa vizito vilianza kuyeyuka ambapo nyuzi joto ilizidi 180. Ndipo waligundua dunia ina moto mkali sana. Lakini jambo la kushangaza zaidi, walikutana na mabaki ya viumbe waliokuwepo miaka mabilioni yaliyopita. Na pia baadhi ya wanasayansi walisema walikuwa wanapachika vifaa vya kunasa sauti, ambapo inasemekana walisikia sauti za ajabu zisizoeleweka kama vile vya watu, kelele na sauti za kutisha. Ambapo baadhi ya wanadini na wanasayansi walisema kuwa walibaki kidogo wafikie dunia ya kuzimu. Pia wengine wakadai kuna viumbe wengine ambao wanaishi uko chini ya ardhi, hawakutakiwa kusumbuliwa. Basi kutoka na hayo, mradi ulisimamishwa ghafla ulipofika kilomita 12.2 ambapo walichimba 0.002 kufikia senta au katikati ya dunia. Na mpaka sasa hakuna nchi inayotarajia kuchimba kwenda kujua chini ya ardhi kuna nini. Dunia yetu bado ina siri nyingi sana ambazo hatujazifahamu. Ili kuendelea kujua zaidi kuhusu dunia au stori kama hizi, basi usiache subscribe. Kama umependa simulizi hizi, bonyeza like, toa maoni yako. Asante.